Tumaini lenye baraka. Ninamshukuru Mungu tena leo ametuleta pamoja kama familia kule vituoni na wale mlioko mahali hapa. Kule Dodoma maeneo mapya kabisa, kule eneo linaitwa Mgunga kwa Pastor Israel Juma Abdalla. Tunashukuru sana Bwana Onesmo, licha ya kwamba wewe si Mwadventista, kutupatia nafasi ya kuweka kituo cha Tumaini lenye baraka mahali hapo, na kuhakikishia baada ya hapa utaiona baraka ya Bwana. Mungu akubariki sana Bwana Onesmo. Niwaalike sasa katika kipindi chetu. Leo tuna somo la pekee sana, nyeti na la muhimu sana. Somo linasema kauli ya Mungu kwa wajane. Hebu niulize, wale mlioko vituoni na wale mlioko hapa, wangapi ni wajane? Nikiwa na maana nzuri tu kabisa, hebu wanyoshe mikono yao. Wajane, wow. Mungu awabariki sana. Na katikati ya somo tena hapo kuelekea mwishoni, nitauliza tena wangapi ni wajane. Kauli ya Mungu kwa wajane. Kitabu cha Timotheo ya kwanza sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5, Biblia inasema, uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Uwaheshimu wajane walio wajane kweli kweli. Lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, na wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu wao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipa wazazi wao, kwa kuwa hili la kubalika mbele za Mungu. Basi yeye aliye mjane kweli kweli. Jamani, mjane kweli kweli imerudiwa mara ngapi tangu nimeanza kusoma hili fungu? Mara 2. Mjane kweli kweli. Anasema yeye aliye mjane kweli kweli, ameachwa peke yake, huyo amemwekea Mungu tumaini lake, naye hudumu katika maombi na sala mchana na usiku. Sasa mjane ni nani? Hapa ndipo usikilize vizuri. Huenda unaweza kadhani huko kwenye ndoa, kumbe ni mjane. Mjane ni nani? Katika tamaduni za Kiebrania, sitaki kusoma neno hilo la Kiebrania, lakini wale mnaoona mnaweza mkasoma mahali hapo, kama ilivyoandikwa katika Biblia ya Kiebrania na maandishi ya Kiyahudi, mjane huenda zaidi ya maana ya mwanamke ambaye mume wake amefariki. Neno la Kiebrania kwa mjane ni almana. Almana kwa kawaida hutofasiriwa kama mwanamke aliyeolewa lakini hana uwezo wa kujikimu, hana msaada. Kwa hiyo almana ni mwanamke yeyote ambaye hana support, hana msaada wowote. Kwa Waebrania, mjane ni mwanamke ambaye hakuwa na mambo yafuatayo. Namba 1, ni mwanamke ambaye hakuwa na mtu wa kumtimizia mahitaji ya msingi kama vile mavazi, chakula, malazi na makazi. Yaani hata kama una mume wako mnaishi naye, lakini unajivika mwenyewe, unajitafutia chakula mwenyewe yaani makazi unatafuta mwenyewe na malazi unatafuta mwenyewe, kwa tamaduni za Kiyahudi wewe ni mjane. Tusonge mbele kidogo. Namba 2, mjane ilimaanisha mwanamke asiye na kitu cha kurithi hata baada ya mmewe kufa. Yaani mume wake akifariki, hajamwachia nyumba, hajamwachia kipande cha ardhi, huyo naye ni mjane. Wangapi ni wajane wanaonisikiliza wapunge mikono yao? Kwa hiyo ikiwa uko kwenye ndoa, na hili litukerekete kabisa wanaume wenzangu, ikiwa mwanamume una mke lakini unaamini kwamba baada ya kulala mke na watoto hawana ardhi ya kurithi, hawana nyumba ya kurithi, unaishi na mjane hata kama nyinyi ni wanandoa. Namba 3, hii asio ya kwangu, sikiliza tutoe vizuri. Namba 3, mjane au almana kwa Kiebrania ilimaanisha mwanamke asiye na mtu wa kumweleza changamoto zake. Yaani hana kimbilio. Ukipata shida ni zako wewe mwenyewe, hauna wa kumweleza. Hii ninazungumzia ile hata wale wanandoa ambao kwa kweli una mwenzi lakini hauwezi kumpelekea shida yako. Yaani ni wale ambao mkikaa kuzungumza dakika 5 moto unalipuka. Mnaitana tu vizuri, mnasema ngoja tujadili habari za maendeleo. Mnaanza kujadili sasa tujenge nyumba, sawa. Baadaye huyu anasema lakini ungepunguza matumizi makali tungekuwa tumeshajenga. Baadaye unashangaa mmoja anasema kwa hiyo mimi ndo ninayekufilisi. Sasa tena sikuelewi, tuondoke. Na mlianza kwa maombi. Ninyi ni wajane japo mko kwenye ndoa. Kwa hiyo mume sio
Hata kama una mume lakini mume sio kimbilio, hana msaada wote wa mawazo. Unafiwa, ukimweleza nyumbani kuna msiba, anakuambia ni kawaida, sio yeye wa kwanza kufa. Hana muda wa kukaa na wewe kuwa na mazungumzo, huyo naye ni mjane. Yaani hamna muda wa kupiga story mke na mume. Ni kweli mko kwenye ndoa, lakini kwa kweli hamna muda wa kupiga story. Na dunia ya leo inatupeleka kuwa na wajane wengi kwa sababu hatuna muda wa mazungumzo. Tunatoka kazini tumechoka, tukifika nyumbani hakuna muda wa mazungumzo. Lakini pia hakuna anayemjali mwenzake, kila mmoja kivyake. Na mwisho hana mtetezi. Ndugu wa mume wanakushambulia, mwanamume hasemi chochote. Ndugu wa mke wanakushambulia, mwanamke hasemi chochote. Huyo naye alihesabika kama mjane. Namba 4, aina ya 4 ya mjane ni mwanamke aliyetelekezwa na mwenzi wake hata kama yuko hai. Yaani mumeoana, halafu baada ya hapo mwanamume akakutelekeza, akakukimbia. Wewe uko Njombe, mwanamume amekimbia ameenda Dar es Salaam. Wewe uko Dar es Salaam, mwanamume amekimbia ameenda Zanzibar. Huyo naye alihesabika kama ni mjane. Maana mwanamume amemtelekeza, amekimbiwa, ametelekezwa au amezalishwa akaachwa, naye alihesabika kama mjane. Kumbuka, katika Biblia neno mjane haliwahusu wanawake tu, hata mwanamume naye alihesabiwa kama mjane. Kwenye Biblia hatuna mjane na mgane, wanahesabiwa wote kama wajane. Baada ya kueleza hizo maana za wajane, kwamba si wale tu waliofiwa, hata wale walioko kwenye ndoa lakini hawezi kujikimu. Na hili ngoja niwaambie wanaume, moja kati ya vitu ambavyo kwa kweli mbingu zinasikitika ni mwanamume kuoa mke wake, halafu baadaye anamwambia sasa mimi sina muda wa kukuhudumia, anaacha kabisa. Katikati ya juma Bwana akinipa nafasi nitawaambia kwamba kuhudumia mwanamke ni agizo la Mungu kabisa. Hata kama mwanamke ana pesa yake, ana mshahara, kuhudumia ni kazi ya mwanamume. Walionisikia na waseme amina. Hilo halikwepeki. Kwa hiyo mbingu zinaumia zinapoona mwanamume una mke, halafu huyo mwanamke ndiye anayejipambania, anavaa kwa pesa yake, analala kwa pesa yake, anaishi kwa pesa yake. Na wanaume wengine walivyo wajanja, hata chakula hawaleti. Anarudi tu nyumbani, anakuna ndevu, anapiga kamuruzi kamuindaji, halafu anauliza mmepika nini humo? Mletee mawe ili akili rudi vizuri. Amekimbia majukumu yake. Sasa baada ya hizo aina za wajane, sitaki kukuumiza moyo, nataka nizame kidogo niongelee sasa wajane wale ambao kweli wamefiwa na waume zao. Kuna aina 3 za wajane walioachwa na wenzi wao. Aina ya kwanza ni mjane ambaye ameachwa na mume wake lakini amebaki na watoto. Ana watoto walau, lakini kuna huyu ambaye amefiwa na mume wake na hata watoto hana. Kwa hiyo yeye ni yeye peke yake, akiwa hapa Njombe hana kimbilio. Lakini kuna mjane ambaye leo yuko Njombe, kesho yuko Arusha anasalimia binti yake, kesho kutwa Tanga, walau anazima mawazo. Lakini kuna mjane ambaye kwa kweli hana hata watoto. Hao wajane ni wawili tofauti. Namba 2 ni mjane ambaye ana cha kurithi. Yaani mume wake alipokufa alimwachia nyumba, magari, akaunti na soma. Lakini kuna mjane ambaye siku mume wake anakufa alikuwa na misiba miwili. Analia kuachwa na mume, lakini analia kwa sababu muda so mrefu atafukuzwa ndani ya nyumba. Hana cha kurithi. Hao nao wapo wananisikiliza, na wengine wameketi hapa, wengine kule vituoni wananisikiliza. Hao wajane ni wawili tofauti kabisa. Lakini aina ya 3 ni mjane aliyenyang'anywa mali zake zote. Alinyang'anywa. Dunia ya leo na watu wasiokuwa na huruma kabisa kabisa. Na ngoja nitoe wito kwa watu mnaonisikiliza. Kama kuna dhambi ambayo Mungu hawezi kukusamehe wewe na uzao wako, ni dhambi ya kudhulumu mjane. Yaani baada ya kufiwa na mume wake, ninyi mkabeba shamba, ninyi mkabeba nyumba yake, katika maisha yangu haya ya muda mfupi ya uchungaji, nimeshuhudia dada ambaye alikuwa ni mke wa mtumishi, ambaye mtumishi huyo alikuwa ni dereva kwenye taasisi fulani, na baada ya mwanamume kufariki, yule dada amenyang'anywa kila kitu hadi kadi za benki. Yule dada analia, anaanza kuuza vibagia. Walikuwa na maisha mazuri, ana nyumba yake, wamenyang'anya. Natoa wito kwako unayenisikiliza, kama una mali yoyote uliodhulumu mjane, rudisha kwa jina la Bwana. Haitakusalimisha wewe na uzao wako wote.
haiwezi kusalimisha. Maana machozi ya mjane yanasikilizwa sana kuliko machozi yoyote yale. Kwa hiyo kuna mjane anayelia amenyang'anywa kila kitu, lakini kuna mjane ambaye Mungu amemsaidia akapewa vitu vyote. Sasa hii kunyang'anywa, kuna aina kama 3 hivi za unyang'anyi. Kuna anayenyang'anywa na ndugu wa mwanamume, umekufa tu kaambiwa wewe bwana kwanza umemuua ndugu yetu, kwa hiyo ondoka. Na niwatie moyo mnaonisikiliza, usikubali kuishi kwenye ndoa kama binti wa kazi. Tafuteni cheti cha ndoa. Kama umenisikia sema amina. Nimeshuhudia hata mwaka hujaisha, dada ambaye ameishi na mume wake lakini hawana cheti cha ndoa na wamezaa watoto 6. Yule mwanamume akaenda kufunga ndoa na mwanamke mwingine bila huyu mwanamke kujua. Mwanamume anakufa, na kwa sababu alikuwa ni mtumishi mahali fulani, wanasoma habari ya urithi, anayekabidhiwa ni mdada mwingine. Yule dada ananyanyuka anasema hapana, mimi ndiye mke wake. Wanamuuliza una dokumenti gani zinazoonyesha? Anasema unaona tuna watoto 6. Watoto hata malaya na malaya wanazaa watoto. Yule dada akanyanyuka akasema jamani, aliyekufa ni mume wangu, cheti cha ndoa hiki hapa. Dada anabaki analia na maumivu makubwa. Wale mnaoishi mkidhani tuko mbinguni, hatujafika mbinguni. Tafuteni kabisa dokumenti za ndoa, mtengeneze vizuri. Na ndio maana dunia ya leo document, kwa mfano cheti cha ndoa, mwanamke unapewa cha kwako na mwanamke cha kwake. Msiseme sisi tunapendana sana, tuweke kwenye kabati moja. Nipungie mkono kama unanisikia vizuri. Dunia hii kwa sababu shetani hajaongoka, labda batizwe kwenye Njombe Net Event, kwa sababu hajaongoka ndio maana mnapewa kopi hizo, mnakuwa nazo kila mmoja ya kwake. Maisha ya ndoa yanahitaji watu wanaojielewa. Kwa hiyo unanyang'anywa na ndugu, wanakufukuza kama mbwa na mali zote zinabaki. Lakini aina ya pili ya unyang'anyi, kuna wanaonyang'anywa na watu wenye uwezo wa kifedha, matajiri. Ameona tu mjane ana kiwanja kake hapa Njombe mjini, yule mwenye fedha kaona anataka awekeze hapo, aweke kiwanda, ajenge duka, anakuja kumuondoa pale, anatengeneza nyaraka kwa namna ya ajabu, na kwa sababu mifumo imeharibiwa mpaka kwa wakuu, sasa anakwenda anatengeneza nyaraka, anakwambia mama ondoka, hiki ni kiwanja changu. Mama anasema mimi baba wa babu alizikwa hapa. Wanamwambia lete hati. Hana hati. Hata kileta ile ya kimila wanasema ni feki. Baadaye huyu tajiri wanashangaa na leta trekta inabomoa ile nyumba. Lakini nataka nikwambie utafaidika, lakini hauwezi kwenda mbali. Hauwezi kwenda mbali. Aina ya 3 ya unyang'anyi ni watu wanaonyang'anywa na wenye mamlaka ya utawala. Umepewa utawala, una mamlaka kama kiongozi, unaamua kumkandamiza huyo ambaye kwa kweli hana nguvu, hana uwezo, unamkandamiza kwa kutumia mamlaka yako. Sasa mjane akilia, baadaye tutaangalia hata kama sio leo, Mungu aliwahi kuonya taifa la Israeli. Akasema wanawanyang'anya wajane, wamewafanya kuwa chakula chao, wanawakandamiza. Kwa hiyo hizo ni aina za wajane. Na mimi naomba niwatie moyo, bila kujali wewe ni aina gani kati ya hizi 3, ujane ni ujane tu kabisa. Mungu anasema nini juu ya hawa wajane? Namba 1, Mungu anatoa wito kwa wajane akisema, mjane jitahidi uwe mjane kweli kweli. Sio sisi tunajua wewe ni mjane ulishafiwa na mume, kumbe kuna mwanamume anaingia saa 2 usiku anaondoka saa 10 alfajiri. Wewe sio mjane, unatupiga fix. Na Mungu akikutazama anasema kwa kweli ni heri ungeolewa. Na Biblia inashauri hivyo. Kama umekuwa mjane, uwe mjane kweli kweli. Kama umenisikia sema amina. Kuna wanandoa wananiangalia sasa, mimi sio mjane. Unajua ni lini mtatengana? Namba 2, wahusika wasikwepe wajibu. Kama vile mume, wanaume nimezungumza nanyi mwanzoni, usikwepe wajibu wa kutunza mke wako. Lakini pia kama huyu mjane ana watoto au wajukuu au ndugu, wasikwepe wajibu, wamtunze huyu mtu. Namba 3, mtumainini Mungu kweli kweli, msiwe watu wenye njia mbili. Mara leo uko kwenye ibada, kesho uko kwa waganga. Mara leo unasema mimi Mungu ndiye mume wangu, mume wa wajane, halafu kesho unakaa kibenteni kengine. Hapana, mtumaini Mungu kweli kweli. Namba 4, machozi yenu yatalipwa kabla hamjalala mauti. Na mimi niwatie moyo kabisa wajane mlioko mahali hapa, fanyeni mambo yafuatayo.
Jitahidini kukubali kwamba hili tukio limeshatokea. Niliwahi kufanya counseling na mjane mmoja, ni rafiki yangu mpaka leo. Yule mjane, yeye alipata changamoto ya kufiwa, nadhani ilikuwa ni ndani ya mwezi mmoja, wamefunga ndoa, kama sio mwezi mmoja basi ni miezi kadhaa. Sasa kilicholeta shida mpaka akapata tatizo kabisa la afya ya akili, akachukua picha ya ndoa yake zile walizokuwa wanafunga ndoa na mume wake. Mwanamume yuko kwenye suti, yeye yuko kwenye shera, akaziweka mchagoni. Akachukua suti za mume wake akatundika chumbani, na picha zote walizokuwa wanapiga picha kule bichi akaweka chumbani. Kwa hiyo kila anapoingia anamuona mume wake kabisa. Yule mama mpaka aliugua afya ya akili. Nikamwambia ondoa picha zote, kubali kwamba huyu ameshalala mauti, hawezi tena kurudi, ondoa picha. Akasema, pastor, ninakuheshimu kama mchungaji, lakini yani mimi nitupe picha za mume wangu? Hapana. Huenda hata kuna mnao nisikiliza mmefanya mambo kama hayo. Unasema mimi na yeye damu. Unatembea na picha ya mume wako kwenye kasindiria. Ukilima kidogo unaitoa, unasema kuna siku tutakutana. Yani unahisi ndio utakatifu, kumbe unajiumiza mwenyewe, unaongeza msongo wa mawazo. Mungu atusaidie sana. Lakini sikiliza sasa. Mungu no. Kuna changamoto kadhaa zinazowakabili wajane, niziseme kwa haraka. Hizi sasa mnisikilize, jamii inayozunguka wajane. Changamoto hizi zinawakabili sana. Namba moja, changamoto ya kutokuaminiwa. Mjane akionekana amesimama na Pastor Biene anaomba ushauri, mke wa Pastor Biene anasema amebebwa mume wangu. Yani hawaaminiwi na hawana mtu wa kwenda. Nimetolea mfano wa kwangu ili sije kasema ninazungumzia ya kwako. Hawana mtu wa kumweleza shida. Wakisema waende kwa mzee wa kanisa, mke wa mzee wa kanisa anaenda kuwafumania. Yani wamekuwa ni watu ambao hawaaminiwi. Na watia moyo ndugu zangu, waaminini hawa kina mama, maana na wao hawakupanga kufiwa. Msiwaone kama ni watu ambao waliandika maombi kwamba wenzi wao wafe. Namba mbili, kunyanyaswa kisaikolojia. Wananyanyaswaje kisaikolojia? Muda ungekubali ningekueleza kwa undani zaidi. Mnaona kwa mfano kwenye mikutano, nizungumzie mkutano ambao unaofahamu vizuri, mikutano ya kikanisa. Mko kwenye makambi, mnashangaa wanasema, jamani tutakuwa na darasa la ndoa za miaka 20 na ndoa za miaka 5. Na wajane nao wanaingizwa kwenye madarasa ya ndoa. Kwa hiyo humo ndimo wataanza kuzungumza, kwa kweli mimi mchungaji natoa ushuhuda, mume wangu mimi ananijali. Kwa mfano wiki iliyopita alienda Uganda, jamani mtoto wa watu akaja na vitenge vya milioni, jamani nimpe nini huyu mama, mtoto wa mama mkwe. Mjane anainama na mkumbuka mume wake aliyelala mauti. Mnawanyanyasa kisaikolojia. Wapeni darasa lao, wapeni mahali ambapo watajifunza peke yao, waeleze uchungu ulio ndani yao, wamalize machozi yao. Msiwachanganye na wanandoa. Hizi ndoa za mwendo kasi, hizi ndoa sijizo za kusukumana, zote msiwachanganye. Wasinyanyaswe kisaikolojia. Namba 3, kudhulumiwa mali, hilo nimelizungumza. Namba 4, kutapeliwa. Sasa na ninyi wajane, msikae kana kwamba Mungu hakuwapa akili. Yani eti unaambiwa, unajua tangu mume wako amekufa una mikosi, leta sadaka ya kujimaliza, leta milioni 1. Na wewe unauza kila kitu. Ninazungumza ambacho nimeshakiona, wale watu wa kule nikotokea wanaweza wakaelewa. Mama aliyefiwa na mume wake akaambiwa apeleke ng'ombe 7, halafu mume wake atarudishwa. Akapeleka ng'ombe 7. Mganga akampatia hirizi. Lile hirizi linapumua. Yule mama kupeleka kwa kijana wake, kijana anachana lile hirizi, anakuta kuna chura. Ndipo kijana na mama wanaandamana, wanafika kwa mganga. Kijana amebeba panga. Anamwambia mganga, leo tunakuua. Mganga anasema, kwanza mpaka hapo umeshaharibu masharti kunifokea kwenye himaya yangu. Ongezeni ng'ombe wengine 7. Wajane mnatapeliwa kwa namna ambayo ni ajabu sana. Jitahidini kumwambia Bwana muwe na utulivu. Msikubali kutapeliwa. Wito kwa wanandoa sasa, wale mlioko kwenye ndoa, sikiliza, nawapa wito huu. Namba 1, tafuteni amani kwenye ndoa zenu. Kuna maumivu makubwa mwenzi wako anapotangulia. Mnatumia miaka mingi kupigana vita, ni kutukanana, ni kufokeana. Halafu akisha lala mauti asema, nilimpenda sana mtoto wa watu. Acha ujinga, huo ni unafiki.
Tumieni muda mwingi kutafuta amani, pendaneni, maana hata hivyo maisha ya mwanadamu ni mafupi. Namba 2, mpende mwenzi wako akingali bado uko hai. Na sitaki kuwaumiza, lakini ngoja niseme huu ukweli. Hata kama mwenzi wako atalala mauti, ukishaoa au kuolewa na mwingine, kuna dosari tu utaziona. Kuna kona ukikaa utasema yule wa kwanza ni kweli alikuwa na kiburi, lakini basi mpende kabla hajalala mauti. Mungu atubariki sana, mtendee mema, mpe zawadi, muhakikishie kwamba wewe ndiye mali yake kabla hajalala mauti. Bwana awabariki mnapokwenda kusimama na kupendana mlio kwenye ndoa. Bwana atubariki sana. Baadaye tutaendelea na sehemu ya pili, kama ni kesho au kesho kutwa tutaimalizia. Bwana awe pamoja nanyi. Tunamshukuru sana Mchungaji Bihene kwa ajili ya masomo mazuri ambayo anazidi kutubariki hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Nawe ambayo uko katika kituo kadha wa kadha, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa. Asante sana wewe ambaye hivi sasa unatutazama vyema kupitia Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania, bila kusahau Rock FM pamoja na redio wa shirika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mara baada ya kupata kipindi kizuri cha familia, na sasa tunatazama makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi. Katika nyakati ngumu ambazo watu wengine wanakosa tumaini, wako watu kadha wa kadha ambao wanapata tumaini. Lakini tunamkumbuka Yesu Kristo wakati anakuja duniani, alikuwa ana mambo makuu anayoyafanya. Alifanya uponyaji, lakini alifundisha, alihubiri. Katika hayo yote aliyoyatenda, wako watu pia wanatumaini. Siku hii ya leo tutaenda kuona tumaini la Mama Anita, ambaye kwa hakika alikuwa akitembea lakini sasa hawezi kutembea. Lakini kwa hakika mama huyu anatumaini kwamba atatembea. Na sasa tunaungana na Kija Mpunzi kwa makala nzuri ya Nyayo za Mpekuzi. Ni kusibaki hapo hapo, endelea kufuatilia matangazo haya. Amina.